Naitwa Gabriel Kilamlia kutoka Radio Uplands FM Njombe. Ningetamani angalau tupitishe kidogo kama alivyosema maandiko, Biblia kama ilivyosema yametimia yaliyoandikwa. Angalau tupitishe kidogo kwa hayo yaliyotimia ni yapi? Watanzania wangependa kufahamu kidogo. Nashukuru sana mwandishi, umeuliza swali la msingi sana. Ni kweli mambo mengi yametimia. Labda nikurejeshe kwa ufupi. Kuna mfalme mmoja anaitwa Nebukadreza. Aliota ndoto. Ukisoma katika kitabu cha Danieli sura ya 2, aliota ndoto habari ya sanamu kubwa. Naomba mfuatilie hiyo Danieli 2, sanamu kubwa. Na ile sanamu ilikuja kutafsiriwa na Danieli mtumishi wa Mungu kwamba kutatokea tawala kuu 4 zitakazo tawala dunia. Utawala wa kwanza uliotawala dunia ulikuwa ni utawala wa Babylon, ambao ulitawala kabla ya Yesu Kristo, miaka 605 kabla ya Yesu Kristo. Lakini ulikuja ukaangushwa utawala huo, ukaja utawala wa Umedi na Uajemi, Media Persia, na wenyewe ukatawala ukapita. Ukaja utawala wa Greek Empire, Uyunani, na wenyewe ukatawala ukapita. Yani this is a history, ni historia ambayo iko katika vitabu vya kisomi. Utawala huu ukaangushwa, ukaja utawala wa Roma Empire, ambao baadaye utawala huu wa Roma na wenyewe ukapita. Huu ndio ulitawala mpaka kipindi cha Yesu Kristo. Hata Yesu Kristo alihukumiwa chini ya utawala huu. Na utawala huu na wenyewe ulishambuliwa na Waarabu, ulishambuliwa na Wavandali, na wenyewe ukaishiwa nguvu. Mwaka 476 baada ya Yesu Kristo, ndipo utawala huu wa Roma ulikabidhi utawala wake katika kanisa la Rumi au kanisa la Roma. Kumbe Rumi kanisa likawa na nguvu mbili, serikali na dini. Na wenyewe umetawala ukaja kuishiwa nguvu mwaka 1798, ambapo Napoleon alikwenda kumteka papa pale. Na matokeo yake sasa baadaye, nataka nikuambie sasa ndio hayo mambo yaliyotokea. Na baadaye Italy chini ya mfalme Mussolini mwaka 1929 akatambua utawala wa kikanisa wa papa, ndio akaurejesha tena mwaka 1929. Na pia Biblia inasema kwamba zitazuka tawala za Ulaya ambazo zilichipuka chini ya utawala wa Roma. Chini ya utawala wa Roma, ambazo ndio nchi za Ulaya ambazo tunaziona sasa. Biblia katika kisa hicho tunaambiwa kwamba jiwe ambaye ndiye Yesu Kristo atakuja kuponda ile sanamu, na jiwe lile litatawala dunia nzima. Sasa jiwe katika Biblia maana yake ni Yesu Kristo. Sasa hizi tawala zote kuanzia Babeli mpaka nchi za Ulaya zote ambazo zimetabiriwa zimetimia. Tunachongoja sasa ni kuja kwa Yesu mara ya pili. Lakini bado Biblia imetabiri kutakuwepo na vita, njaa, magonjwa, uvumi wa kisiasa na mambo kadha wa kadha. Haya yote yametimia. Tumeyaona kihistoria, yametimia. Na tunaona kwamba kile kilichotabiriwa ambacho Biblia imesema kimetokea. Na leo hii tunaona injili kuhubiriwa ulimwengu mzima. Hakuna mtu ambaye ulimwengu unamhubiri kwa nguvu zote kama Yesu Kristo. Yesu Kristo anahubiriwa kwa ulimwengu mzima.
Na saa hizi hata uvumbuzi huu wa mitandao ni mpango wa Mungu kwamba injili yake iende mbele, hata kama kuna mambo machafu ndani yake na nini, lakini kupitia humo injili iende. Alafu tunaona sasa huko China walikuwa ni wa communist, huko Urusi kulikuwa wa communist, walikataa dini, lakini leo hii Ukristo umeenea sana huko, tena kwa nguvu kubwa sana. Sasa kinachobakia sasa ni kuja kwa Yesu mara ya pili, ndicho kilichobakia. Na ukisoma vitabu vya Ufunuo wa Yohana, ndivyo vinavyoelekeza hatua zote za mwisho wa dunia hii. Mwisho wa dunia hii. Kumbe mtangazaji, naamini Mungu akubariki sana. Nafikiri umelielewa hilo. Shukrani. Hata hayo tunaona vita, chuki, uonevu, kutokuthaminiana, kutokujaliana, vyote hivi vinatimiza unabii. Asante sana. Shukrani. Naam, mwandishi mwingine mwenye swali? Kwa kuzingatia umri na uandamizi, basi nimkaribishe Katona. Karibu sana. Asante mkuu. Naitwa Michael Katona, mwandishi wa habari wa Channel 10 mkoa wa Njombe. Amina. Katika mahubiri yako au katika neno ambalo umelizungumza hapa kupitia hii pressing, umebainisha kwamba mwisho wa dunia umewadia. Ndio. Ikumbuke kwamba umekaribia. Wakati inaingia mwaka 2000. Ndio. Waumini wengi waliaminishwa kwamba Yesu Kristo anarejea. Ndio. Na ilileta taharuki, baadhi ya watu, waumini wengi walikuwa wanaamini kwamba mwisho wa dunia umewadia. Sasa hivi tunapozungumza kwamba, na kama ulivyozungumza kwamba matendo yanayoonekana duniani kama maandiko ya takatifu yalivyotabiri ndivyo ambavyo inavyotafsiriwa. Sasa hii kwa maana hii ya pili, kwa kueleza kwamba mwisho wa dunia umekaribia, huyu mwanadamu hivi sasa anapaswa kusimamia katika njia zipi ili aelewe kwamba kweli kuna mwisho wa dunia? Nashukuru sana bwana mwandishi wa habari Katona. Mungu akubariki sana. Ni kweli si mwaka 2000, hata mwaka 1844 watu waliuza mali zao wakafikiri kwamba Yesu anakuja. Lakini walipokuja kutafakari wakagundua kwamba kwa uweza wa Roho Mtakatifu wakagundua kwamba kuna mambo kadhaa ambayo hayajatimizwa. Wakajipanga upya mwaka 1844. Na kama unavyosema mwaka 2000 hivyo hivyo. Watu wakati mwingine wanakwenda kwa hisia pasipo kuangalia neno la Mungu linavyowaongoza. Unajua neno la Mungu linaongoza hatua kwa hatua. Kwa mfano nimekwambia, ukitaka kujua ratiba ya dunia hii, ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana itakuonyesha ratiba ya dunia hii. Lakini pia ukisoma kitabu cha Danieli 7 au Danieli 2, Mungu aliwaonyesha wanadamu kupitia picha ya sanamu kwamba zitatokea tawala hizi. Lakini pia ukisoma kitabu cha Danieli 7, Mungu anamuonyesha Danieli kwamba wanyama watakaotokea, yani falme zitakazotokea ni hizi. Unajua hivi vitabu ni sawasawa na 2 ongeza 2. Obvious inakupa 4. Ndivyo ilivyo. Kwa mfano hiki kitabu cha Daniel, na ndio maana niwatie moyo waandishi wa habari na watu wote duniani, hebu tuviangalie sana vitabu hivi. Hivi ndivyo vinavyotupa picha ya mwisho wa dunia. Sasa watu pasipo kujua exactly picha hii ilivyo, watu wanakwenda kwa hisia. Na ndio maana unaweza kuwatangazia watu kwamba mwisho wa dunia umefanya nini? Umekaribia. Mwisho wa dunia umefanya nini? Umekaribia. Lakini ukisoma vitabu hivi vinakueleza hatua
kwa hatua. Unaona hiyo? Kwa mfano mimi nimekwambia katika kitabu cha Danieli 2, mfalme Nebukadneza aliyeishi miaka 605 kabla ya Yesu Kristo, Mungu alimweleza kwamba yatatokea matukio haya makubwa, tawala kubwa zitakazotawala dunia, na hizi tawala zitakazotawala dunia zitaathiri ulimwengu mzima. Kwa mfano Babeli imeathiri ulimwengu mzima kwa mambo yote waliotawala kipindi kile. Lakini ukija katika Umedi na Uajemi, na wenyewe waliathiri ulimwengu mzima. Ndio hata mambo ya Olimpiki yametoka katika Umedi na Uajemi. Alafu nakuja utawala wa Yunani, mambo ya elimu, falsafa, hawa wa Yunani kwa sababu walitawala dunia. Lakini inakuja utawala wa Roma. Utawala wa Roma tunauona jinsi ulivyofanya kazi, ulivyotunga sheria hizi, mambo ya mahakama, mambo ya mifumo ya kijeshi, hawa wa Roma. Unaona hiyo? Unasoma katika kitabu cha Danieli. Alafu sasa anakupeleka hapo kwa sababu tawala zilitokea vipindi tofauti na miaka. Unaona hiyo? Sasa zinakuja tawala ambazo zilichipuka za Ulaya toka Roma. Biblia imetaja. Alafu hizi tawala zenyewe zimekuja zimefanya makoloni, lakini baadaye zimerudi. Na mwisho sasa tunaona sasa jiwe ambalo litaipiga sanamu. Anasema lile jiwe ni Yesu Kristo, ndiye atakayetawala dunia. Sasa mtu yeyote anayehubiri kuambia kwamba Yesu yu karibu kuja, lazima msingi wake uweze kuambatana na unabii ambao Mungu aliusema kupitia Daniel na kupitia Yohana. Ndio itakayo kuonyesha sasa kwamba kweli Yesu yu karibu kuja, si kwenda kwa hisia. Kumbe nafikiri Mr. Katona umenipata hapo. Hivi ndivyo vinavyotuelekeza, ni hatua kwa hatua. Ni kama vile ninavyosema, wanasema kuna zile hesabu, wanasema hesabu za series and sequence. 2, 4, inayofuata ni ngapi? Ni 6. Inayofuata ni ngapi? 8. Ni 8. Sasa ndivyo ilivyo, matukio yametokea sasa ambayo yanatuonyesha exactly kwamba kweli Yesu yu karibu kuja. Ila hatujaambiwa mwaka, saa, dakika, hatujaambiwa. Asante sana. Haya, swali lingine. Sawa, Crispin karibu. Baada ya hapo utafuatia Steven Ngole. Asante. Naitwa Crispin Kalinga, CBK News. Mchungaji, kwanza tunakushukuru kwa somo zuri kuelekea kurudi kwa Kristo. Amina. Maswali yangu yapo mawili. Katika kipindi hiki ambacho taifa letu la Tanzania naendelea kukua, lakini pia kupita katika changamoto mbalimbali za kizazi kipya. Ndio. Tunawezaje kuwaimarisha vijana wetu sambamba na kuwaongoza kurudi kwa Mungu ili waendelee kudumisha amani, umoja, utulivu tuliopewa na Mwenyezi Mungu kama zawadi ya kipekee? Lakini pili, kanisa lina nafasi gani katika kuliongoza taifa kuelekea kwenye mwelekeo huo? Asante. Asante sana. Mungu akubariki sana Crispin. Niseme hivi, unajua haya yote Mungu ameyaona. Na ndio maana wakati wa kuteswa kwake aliwaambia mitume, wakati anaomba anakuta mitume wamelala. Mwisho akawaambia, kesheni msije mkaingia nini? Majaribuni. Sisi kama kanisa, sisi kama washiriki tunaompenda Yesu, wapendwa, nataka niwaambie ndicho kipindi cha kukesha na kuomba. Ndicho kipindi cha kukesha na kuomba. Na hili liliwahi kutokea katika historia. Sasa nataka nikwambie, katika historia Mungu alisema na kwenda kuangamiza Ninawi. Akamtuma Yona, nenda kawahubiri watu wa Ninawi kwamba waache dhambi zao, waache maovu yao, kwa sababu wanatenda mabaya, na kwenda kuangamiza. Unajua, Yona alikwenda kahubiri, watu wakasikia neno,
kuanzia mfalme mpaka mtu wa chini kabisa, mwananchi wa kawaida katika nchi ya Ninawi. Na hata wakalazimishwa wanyama kufunga kwa siku 3 pasipo kula wala kunywa. Kuanzia mfalme. Mungu alipoona hilo akasema na Elisha, sitaiangamiza Ninawi kwa sababu wamejinyenyekeza kwangu. Unajua siri ya kuomba na kufunga ni siri ya kuonyesha kwamba tunamhitaji Mungu atuongoze. Tunamhitaji Yesu atuongoze. Ndio siri ya kuomba. Kumbe kama kanisa, kama washiriki au familia au wananchi wa Tanzania, basi tufike mahala tunamlilia Mungu kwa maombi. Ndio siri kubwa. Tumlilie Mungu kwa maombi. Mungu anasikia na Mungu anatenda. Sana mkurugenzi. Swali lingine ni kutoka Kings FM. Karibu sana Kizito. Shukrani sana mkurugenzi na mwinjilisti. Mimi naitwa Steven Ngole au Kizito kutoka Kings FM. Dunia Mungu aliumba kuwa sehemu rafiki kwa ajili ya kuishi viumbe hai na visivyo hai. Lakini bahati mbaya sana tabia za wanadamu ndio zimepelekea haya yote kutokea: vita, uchawi, uasherati na kila kitu. Sasa tunaongea yote, lakini kuna watu wana wajibu wa moja kwa moja kuiandaa hii jamii ambao ndo tunakanyaga hii ardhi. Nataka uzungumze na jamii. Wajibu wa jamii ni upi katika kuandaa watu ambao ndo waharibifu wa dunia? Nashukuru sana Mr. Kizito kwa swali lako. Unajua kama nilivyosema, turejee kwenye neno la Mungu. Tukielewa neno la Mungu kupitia viongozi wetu wa dini, wachungaji wetu, mahubiri mbalimbali ambayo tukawa na masikio ya kusikia yale mawaidha au neno la Mungu linavyotuasa. Na kwa namna hiyo tukiwa na akili nzuri, tukayatii mapenzi ya Mungu, Mungu analeta baraka zake. Kwa mfano, taifa la Israeli lilipokuwa linaasi sheria za Mungu, basi lilikumbana na dhoruba. Lakini linaporejea na kutambua sheria za Mungu, linaporejea na kutambua sheria za Mungu, zile amri Mungu alizoziandika, basi lile taifa linabarikiwa. Linaendelea kubarikiwa. Na bahati nzuri kwa nchi yetu ya Tanzania kuna uhuru wa imani. Sasa tunaposikia neno la Mungu kama linavyotutaka tufuate, basi naamini kabisa utulivu unakuwepo. Unaona hiyo? Neno la Mungu ndio silaha yetu kubwa ambayo itatufanya sisi tuweze kuwa na mwelekeo ulio mzuri. Swali moja la mwisho. Haya, kwa upendeleo nitatoa maswali mawili ya mwisho. Tuanze na Mujibu. Karibu sana kutoka TBC. Kwa majina naitwa Mujibu Abdullah kutoka TBC. Nilikuwa na swali moja. Ndio. Dini ni tunavyojua dini ni chombo ambacho ni mfumo wa maisha ya kila siku, lakini katika dini ndio sehemu ambapo tunahubiriwa haki na amani, kwa sababu zililetwa dini ili kila mmoja aipate haki baina yake yeye na muumba wake, lakini pia amani itokane kwenye maisha yako. Sasa nafasi ya dini katika kuleta usawa na haki katika jamii ambayo inaizunguka ni ipi? Swali langu ni hilo. Bado swali lako linafanana tu na lililotangulia. Maana yake ni kwamba ikiwa wewe ni mchungaji, ikiwa wewe ni mwinjilisti, unatangaza habari njema. Kwa mfano, mimi leo nilipokuwa natoa presentation yangu hapa, nilikuwa nikiwaambia kwamba Yesu anakuja. Tujiandae. Tujiandae. Tutajiandaaje? Kwanza moja, na watakia heri wa Tanzania wampokee Yesu kuwa Bwana
na mwokozi wa maisha yao. Lakini Yesu anasema ukinipenda utazishika amri zangu. Na zile amri ukiziangalia vizuri, kama wewe ni mtu unayefuatilia na unajinyenyekeza vizuri, ukiziangalia zile amri zile ambazo Mungu aliziandika. Moja anasema usiwe na miungu mingine. Ya pili anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ya tatu anasema usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Ya nne anasema ikumbuke siku ya Sabato. Ya tano anasema waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Kumbe kiubinadamu wazazi wako lazima uwaheshimu. Ukiwaheshimu wazazi wako, utamheshimu hata jirani, mtu yeyote anayefanana kama baba yako utawaheshimu. Unaona? Ndio familia inaanza kujengeka pale. Unaona? Inaanza kujengeka pale kuanzia katika familia. Familia. Alafu anasema usiue, manake thamani ya mwanadamu ni kubwa sana. Usizini, manake Mungu aliweka ndoa ili watu waishi kwa kupendana. Unaona hiyo? Michipua hii imeharibu sana ndoa za watu. Unaona? Kumbe ukiheshimu ndoa kama neno la Mungu linavyofuata, bila shaka utaada. Usiseme uongo na vitu kama hivyo. Kumbe tunaporejea kwenye neno la Mungu, hayo ndiyo yatakayotuletea furaha katika maisha yetu. Kumbe niwatie Watanzania kwamba turejee katika neno la Mungu, ndio siri ya wokovu wetu. Tunaporejea katika neno la Mungu, sheria zake zile, basi tutaheshimiana, tutapendana. Ndio maana Yesu anazigrupu hizi amri hizi 10 katika magrupu mawili. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote. Alafu mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa kumpenda jirani ni kitu ambacho lazima kianzie. Unajua hata zamani familia zilikuwa zinajua kuwalea watoto wao ili wawe na heshima kwa watu wanaowazunguka. Neno la Mungu linawajenga vijana, watoto, ili waweze kuheshimu wanadamu wenzao. Kumbe neno la Mungu ndio msingi wa kila kitu. Ningesema hapo ndio msingi wa kila kitu. Asante sana. Swali moja la mwisho kutoka kwa Saif Jumanne kutoka gazeti la Mwananchi. Karibu. Asante sana kiongozi. Asante. Nimekusikiza kwa makini sana. Mimi naitwa Saif Jumanne natokea gazeti la Mwananchi. Ndio. Umeongea vitu vingi sana na tumevisikiliza. Lakini swali langu ni moja tu. Tunaamini katika uwepo wa Mungu. Ndio. Na tumekuwa na madhehebu mengi, mashehe, wachungaji na kadhalika. Ndio. Mimi nataka kitu kimoja tu kutoka kwako. Wito wako hasa ni upi kwa viongozi wa dini katika kuhubiri amani hapa nchini? Basi. Labda niseme kwamba mimi kama Mkristo ninawatia moyo wa Kristo wenzangu kwamba neno la Mungu tunapolitii na kuliheshimu na kuliishi kwalo, basi ni kila kitu. Ni kila kitu. Kumbe tunapowaambia watu habari za neno la Mungu, hata Yesu alipokuja katika ulimwengu huu, alipokuja katika ulimwengu huu, unajua Yesu alisimama, aliwaambia watu walitaka kumchonganisha yeye na serikali kwamba ni halali kutoa kodi kwa Kaisari. Akasema hivi, hiyo fedha, hiyo coin, hiyo hela ina sanamu ya nani? Akasema ni ya Kaisari. Akasema mpeni Kaisari yaliyo yake na Mungu yaliyo yake. Kumbe sisi hatupaswi kuangalia mambo mengine zaidi ya kuwaelekeza watu wamjue Mungu na sheria zake na amri zake.
Naamini madhehebu yote na dini nyingi zinahubiri upendo, kwamba na upendo ukiangalia unaelekea huko huko kuzitii amri za Mungu. Amri za Mungu. Basi haya tukiyasimamia, kwanza tutajenga furaha ndani ya mioyo yetu na kujenga uhusiano wetu na Mungu. Asante sana. Nashukuru sana mkurugenzi kwa nafasi ya upendeleo, na mimi nijipendelee kidogo. Kwa ufupi sana unisaidie. Umezungumza mambo mengi ambayo umenukuu vitabu mbalimbali vya katika maandiko matakatifu, na miongoni mwa vitu vilivyotajwa ni kwamba tutashuhudia vita, njaa, vimbunga katika maeneo tofauti, lakini pia mauaji ya mara kwa mara pia yatashuhudiwa. Tuonapo hayo ni dalili za kurudi kwa Yesu Kristo. Tumeshuhudia mambo kama haya yakifanyika. Mathalan, pengine inaweza isiwe katika taifa letu au ndani ya taifa letu, lakini pia katika maeneo tofauti. Nitakupa mfano wa nchi kama za Nepal, tumeshuhudia mauaji yakifanyika, Urusi na mataifa mengine. Mambo haya tunapoyaona ndio nyakati zenyewe ambazo zilitabiriwa. Na kama ndivyo, nafasi yenu kama viongozi wa dini kwa taifa hili la Tanzania na ujumbe wako mkuu kwa Watanzania wakati huu ambapo tunayashuhudia mambo haya, tujiweke katika nafasi gani? Karibu sana kwa kuhitimisha. Asante sana. Na labda niseme jambo moja. Nashukuru sana Kanyika, swali hilo la pekee sana. Ni kweli inaelekeza hayo yote unapata katika kitabu cha Mathayo 24. Ukisoma Mathayo 24 inaeleza sana juu ya mwisho wa dunia. Lakini labda niseme hivi kwamba haya yote myaonapo, Biblia inasema changamkeni, mkijua kwamba mwisho umefanya nini? Umekaribia. Sasa kama mwisho umekaribia, sisi kama Watanzania tufanye nini? Tugeuze mwelekeo wetu. Na mwelekeo kama nilivyosema kwamba kwa sababu Yesu anakuja, basi mimi niwatie shime kwamba ni wakati wa kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni wakati wa kukubali kuzipokea amri zake Mungu na kuishi kwazo kama Mungu alivyosema. Na tuweze kutambua uumbaji wa Mungu. Wakati mwingine hatutambui, tunakula, tunakunywa, tunacheka, tunafurahi, hatutambui uwepo wa Mungu. Mungu anatunyeshia mvua katika mashamba yetu. Hatutoi sadaka, tunakula na kushiba. Mungu anatuangazia jua, linakausha mazao yetu. Mito, hewa hii hatutambui. Sasa tunapoona matukio mbalimbali yanayotokea katika ulimwengu huu, tutambue uwepo wa Mungu. Mungu ndiye anayeshikilia dunia hii. Mungu ndiye anayeshikilia dunia hii. Usibaki tu unafurahia maisha katika dunia hii, usitambue kwamba hayo maisha Mungu ni nani aliyoyaweka. Sasa mtangazaji, mimi nasema wakati mwingine mambo mengine yanapotokea hata katika familia unaweza kutokea shida fulani, lazima mkae mama na baba, mkae hivi, kwa nini shida hii inatokea? Wenda tumekosea mahali fulani, wenda kuna jambo fulani, hebu turejee. Na ndio maana Mungu aliwaambia wana wa Israeli, mtakwenda utumwani, wenda mtapata akili ya kutambua kwamba kumbe tunateseka huku ni kwa sababu tuliasi sheria za Mungu. Niuseme muumba wa mbingu na nchi, ambaye ndiye mruzuku wa dunia hii, tumheshimu sana. Na ndio maana katika presentation yangu nikasema, jamani, tutambue Mungu aliyetuumba. Tunapotunza sabato ya siku ya 7 ya Jumamosi, tunatambua kwamba huyu ndiye Mungu muumbaji. Na yeye anatubariki. Sasa Mungu ameandika, alafu wewe unafuata kitu ambacho hakijaandikwa katika Biblia.
Mungu huyu anayeruzuku atafika mahala atasema hawa hawatambui, hebu watambue kwa hili. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu ametupa nafasi. Ndio maana hizi nafasi alizotupatia uhai, uzima, amani, utulivu, vyote hivi ni kumshukuru Mungu sana. Na yanapotokea mambo fulani tunakaa chini. Sisi kama binadamu tusigombane sana. Yuko adui yetu ni shetani. Ambaye anatafuta kila njia kutugombanisha. Lakini tukimwangalia Yesu, nataka niwaambie Yesu ndio kila kitu. Yesu ndio kila kitu. Tukimwangalia Yesu, wapendwa, nani yu juu ya Yesu? Hakuna. Nikiwaambia shuhuda jinsi Yesu alivyowatendea watu hapa, hatutaweza kukaa. Kuna familia zilikuwa zikigombana usiku na mchana. Lakini walipomkaribisha Yesu, pap, ugomvi huu hamna. Kuna familia ambazo watu walikuwa wakilogwa na wachawi. Wachawi wapo jamani. Waandishi wa habari, nataka niwaambie, wachawi wapo kwa sababu yale ni mapepo, ni mashetani yaliyoasi mbinguni, ndio yanaoleta fujo na kuloga. Yanapindua magari haya mashetani. Ukitaka kuuliza vizuri, muulize Ayubu alivyologwa. Sasa haya mashetani yanakuja kwenye familia, yanakuja kwenye nyumba, hata shuleni hapa yanaweza kuja kavuruga. Lakini tunapomgeukia Yesu, shetani anachanja mbio, haonekani mahali hapo. Kumbe Yesu ni kila kitu. Yesu ni kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu awabariki sana. Asante sana. Basi tunakushukuru sana mkurugenzi. Sisi kwa upande wa habari tunakomea hapo kwenye maswali. Tunakushukuru sana.